Jina naitwa Bwana Ignas Maembe, ni afisa mtendaji wa kata ya Pugu Stesheni. Leo kama mnavyoona hapa tumeandaa mashindano yanayojulikana kwa jina la Tulisi Mazuri Tujenge Kesho Yetu. Mashindano haya ni mahususi kama mnavyoona kwa ajili ya vijana kuwaweka pamoja, lakini tunajua kama michezo ni afya, lakini michezo ni ajira. Vijana hawa wa kike wana ndoto zao mbalimbali. Kwa hiyo kupitia michezo kwanza tunaweka pamoja, na wanapokuwa pamoja ni rahisi kujua shida zao au mambo yao wanaokuwa wanayahitaji. Ikiwa kama kiongozi wao ni sina budi kuhakikisha kwamba tunawasaidia vijana katika shida zao mbalimbali. Kwa hii ndio hasa lengo la kuhakikisha tunawakusanya na wanashiriki katika michezo hii ya rede. Lakini tukio la leo kwamba tumeshirikisha ikiwa ni pamoja na mipira ya miguu, kwa maana ya kwamba wale veterani wale ambao ni timu za watu wakubwa ambao na wao kama wajomba zao, kaka zao. Kwa hiyo wote tumekusanyika hapa ili tuweze kuhakikisha tunafanya nini? Tunasherehekea pamoja. Kwa hiyo kutakuwa na michezo mbalimbali, kutakuwa na michezo ya rede, lakini kutakuwa na michezo ile ya kimbiza kuku na mambo mengine, lakini kutakuwa na vipaji mbalimbali, watu wataimba, watafanya nini. Yote haya ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na furaha na amani katika kata yetu. Lakini ukiangalia hawa ni vijana, tutaendelea kuelimisha, tunaelekea katika uchaguzi wa uchaguzi wa viongozi wetu wa madiwani, wa bunge na rais mwaka huu. Kwa hiyo kupitia vijana hawa lazima tuendelee kuelimisha, watakuwa wanajua nchi yao inaendelea na kitu gani ambacho kitaendelea katika taifa lao. Kwa hiyo kiufupi ni hao, lakini timu ambazo zimeshiriki hapa ziko timu 14, ambapo hii kata ina mitaa mitatu, ambapo mtaa wa Kichangani umetoa timu 3, mtaa wa Pugu Stesheni umetoa timu 4, lakini mtaa wa Bangulo umetoa timu 6. Kwa hiyo ukijumlisha unapata timu 14. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wananchi waweze kuja kushiriki na sisi, waweze kuona huu utamaduni ambao tunasema tulisi mazuri tujenge kesho. Maana yake ukizingatia rede hawa ni watoto wa kike, lazima tuwatafutie namna ya michezo yao wanaoipenda, lazima wafanye. Lakini si kucheza tu, ni pamoja na kujua changamoto zao. Hawa wanawake, hawa watoto wa kike wana changamoto nyingi, lakini kupitia michezo wanaweza kutusaidia hata sisi kutueleza kwamba kuna changamoto 1, 2, 3. Lakini kama mtendaji wao wa kata ni lazima nichukue database yao kujua hapa, manake kuna makundi tofauti. Kuna vijana ambao wa kuanzia umri wa miaka 14 mpaka 18. Lakini kuna vijana wa kuanzia miaka 18 mpaka 25, na wapo wa 25 mpaka 30. Hao wote ni vijana ambao wapo katika mazingira tofauti. Kwa hiyo hawa wote wana mahitaji tofauti. Kwa hiyo kama mtendaji lazima nijue changamoto zao ili tujue tunaweza tukawasaidiaje katika kuwasaidia ili waweze kufikia ndoto zao. Labda katika mashindano zawadi gani umeandaa? Kwa upande wa zawadi tumekubaliana kwamba mshindi wa kwanza atapata mbuzi 2, mshindi wa pili atapata mbuzi 1, na mshindi wa 3 atapata jezi. Jina naitwa Esther Masaba, ni mchezaji wa timu ya Fighters inatokea Msimbazi. Haya mashindano tumeyachukulia kwanza kama ni afya kwetu, pia imeleta mahusiano mazuri baina yetu na timu nyingine, pia itatufanya kuwa itatupatia ajira, kwa sababu tunapocheza timu tukashinda, tuna labda wadau mbalimbali watatokea, watakuja, watapenda timu yetu, watatuchukua, mwisho wa siku tunapanda viwango juu ya viwango. Kwa majina naitwa Aisha Malinda, ni captain wa Msimbazi. Tuko hapa kwenye uzinduzi wa rede. Mashindano haya tunachukulia kama afya, ajira na mahusiano.